Bwana, yes, ni kipindi chako pendwa kabisa cha The Physics mezani kwako. Bwana, leo ni siku nyingine tena ambayo tumebahatika kuwa hapa wana ulimwengu, sisi nikiwa kama mfizikia nikiendelea kufanya tafiti zangu za kila siku kuhusiana na walimwengu, namna gani ambavyo wanapitia changamoto zao, namna gani ambavyo safari zao za mafanikio wanaanza. Kwa hiyo ni kipindi chako hiki cha The Physics na mimi ni mfiziki yako. Ungana nami katika kipindi hiki ili nikupitishe barabara katika tafiti zangu za kila siku. Bwana, leo tupo na nyota wa klabu ya Simba Sports Club na si mwingine ni fullback kabisa mpira Nixon Kibabage. Bwana Nixon Kibabage, karibu katika The Physics. Asante sana. Watu wanatamani kujua hasa Kibabage ni nani? Kibabage ni Nixon kwa sababu Kibabage ni jina limebeba jina la ukoo, na katika familia yetu mimi ni mtoto wa kwanza. Kwa bahati nzuri nikasema. Na kwa bahati nzuri nyingine mimi wa kiume niko peke yangu na tupo wanne kwenye familia yetu. Kwa na wadogo zangu watatu, wote tumezaliwa baba mmoja, mama mmoja, na mimi nikiwa kama leader wa group. Sawa. Tunamfahamu leo hii Nixon Kibabage, lakini tulio wengi tunatamani kujua hasa safari yako ya soka kabisa ilianzia wapi? Safari yangu ya mpira ilianzia Morogoro. Sababu nakumbuka tulikuwa kidato cha 4. Kidato cha 4 pale tuliweza kumaliza. Kwa hiyo nilipomaliza tu, kama unakumbuka kuna kipindi timu ya taifa ya under 17 ile walikuwa wanapita mikoani kutafuta vipaji. Kwa hiyo basi wakajaga Morogoro, tukachezaga mechi pale ya combine pale wa mkoa wa Morogoro na ile timu. Naweza nikasema safari yangu ilianzia pale. Kwa hiyo ile siku walikuja tukacheza ile mechi 2 zilikuwa. Katika watu waliochaguliwa katika idadi ya wachezaji waliokuwepo katika kuongezewa katika ile timu ya under 17 na jina langu lilikuwepo. Kwa hiyo nashukuru Mungu, safari yangu ilianzia pale. Kwa hiyo imetoka pale nikaenda timu ya vijana ile Serengeti, nikacheza ninapomaliza pale nikajaga Mtibwa wakaniona. Mtibwa wakuniona ikabidi wani signish kipindi hicho nikiwa katika kituo cha Moro Youth kwenye academy ya Morogoro. Ikabidi kuongea na viongozi wetu pale wa Moro Youth, nikaanza kwenda kusaini Morogoro, hiyo timu ya Mtibwa sasa. Mtibwa Sugar. Kwa hiyo Mtibwa pale nikacheza kama under 20 nilikuwa. Nikacheza pale kwa under 20, ila msimu uliokuja nikapata kagaofa. Timu zikanitaka kwa mkopo. Nakumbuka ilikujaga Mbeya City na Njombe Mji. Kipindi hicho nilikuwa bwa mdogo sana. Sasa unajua ile uoga bado mdogo, nafikiria tena nitaweza kweli mimi kuishi kule, sababu ligi kuu mimi sijawahi kucheza ilikuwa. Mashindano yangu mengi yalikuwa ni under 20. Ya under 20 kipindi hicho sasa. Basi nikafanya decision kwa sababu nikaangaliaga pale Mbeya City kuna captain pale yupo. Kama unakumbuka kuna fullback mmoja alikuwa anaitwa kitu kama Masapile. Masapile. Sasa Masapile nadhani. Kitu kama hivyo hiyo. Nikasema sasa pale unaweza ukaenda ni kama yale. Mimi kafika kule usipate nafasi ya kucheza. Full position naenda kukutana naye kule, ule ni captain. Ina maana ni choice kwamba ni kuna asilimia nyingi za yeye za kucheza kwa sababu ni mzoefu, afu mimi ndo mara yangu ya kwanza ligi kuu. Umeona? Kwa nikasema inabidi nipate timu ambayo haitakuwa na pressure kwangu mimi ya ushindani wa namba kwenye position yangu, ili kuweza kujua quality yangu iko vipi. Basi namshukuru Mungu nikafanya decision, nikaendaga Njombe miezi 6 bro. Nikaenda Njombe kule, ndio naweza nikasema nikajua mazingira ya mpira yako vipi, kwa sababu ndo mara yangu ya kwanza kusema nitoke nje ya mkoa wa Morogoro kwenda kucheza. Sababu nitoka Morogoro Kids nikaenda ni Morogoro, nikaenda Mtibwa. Mtibwa ni Morogoro yote ile. Alafu asilimia kubwa wengi, yani watu nilikuwa nao wanizunguka ni watu wale ambao nimekuwa nao, nimesoma nao, tumekuwa wote mtaani na wote tupo Mtibwa. Kwa hiyo kuna family fulani hivi ipo pale, family friends ambao unajua kabisa
yani mmezoeana. Kwa hata akati nafanya decision ya kwenda kule, wale watu wangu karibu kaniambia usiende, tutaenda kupotea tu. Sababu waliamini hivyo, kwa sababu kwamba of course waliona kwamba bado mdogo, naenda kule, naenda tena kufanya nini, afu bado mdogo na nataka mafanikio ya haraka. Kwa hiyo muda wako utafika tu utacheza. Kwa mimi nikaenda kule Njombe, nashukuru nikaweza kupata nafasi baadhi ya games, nikacheza game yangu ya kwanza ilikuwa na Singida Njombe mji hapo. Njombe mji uwanja 77. Singida Black ilikuwa no so Black Star, Singida United maana yake kipindi hicho. Singida Singida ile. Si ndio maana yake kipindi hicho ilikuwa inaitwa Singida United. Singida United kitu kama hicho. Sikumbuki ni Singida. Lakini Singida ilikuwa. Nakumbuka tulifungwa 3-1. Goli la kwanza alifunga Kaseke. Nilikuwa Kaseke Mwaisa. Ile goli nilifungisha. Naweza nikasema ni utoto ulikuwa. Ulikuwa ni ulilia tu utoto yani pale. Ndio ukomavu wenyewe na uzungumzia. Nililia uwanjani kwanza mule. Nikaanza kuogopa, nikasema sasa itakuwaje tena. Mechi yako ya kwanza alafu nafungisha. Alafu kiangalia timu haikuwa katika sehemu nzuri. Alafu kuna mashabiki wengi. Basi mechi ikaisha pale, kocha namkumbuka alikuwepo Kabange. Na mwalimu mmoja anaitwa Bushiri Mzanzibari. Saidi pale nikaongea nao pale, wakaniambia ndo mpira upo, usiweke sana akilini, mmoja ya mchezo, maneno ya mpira ile ya kukupa kukujenga, kunijenga. Basi wachezaji wenzangu kakutana nao na wakaniambia hivi na hivi. Nakumbuka kuna brother zangu mmoja ambaye sasa hivi yupo, alinikaribisha kule. Awazi. Huyu Awazi Juma. Kina Ditra Munchimbi, kina Kisu, golikipa yule, kina Jimmy Shoji. Ade, yani wengi mabraza ambao alijabu kuniambia bwana mpira ndio upo hivi na hivi na hivi. Basi ikapitaga. Ndio kama nikaanza kujengeka pale kupitia ile moment. Ndio nikaanza kujifunza. Ndio imeenda nikamalizaga ile ule mkopo wangu ukaisha. Zilibaki nakumbuka ligi kuisha kama mechi 4 sikuepugi. Nilikuwa nimetoka timu ya taifa ya under 20. Kwa hiyo under 20 nilivyoenda kule, huku ligi inaendelea, mechi zinachezeka, mimi sipo. Kwa hiyo mkopo ulivyoisha, ligi ilivyoisha, ikabidi nirudi wapi? Mtibwa. Alafu nakumbuka kipindi kile ile timu ilikuwa imesha drop. Rudi Mtibwa pale, ndo nikaambiwa bwana sasa hivi usitoke tena kwa mkopo. Sababu nakumbuka kipindi kile kwa kocha Mayanga na Kichazubeli Katwila. Baki hapa tutakutumia. Sema sawa, basi ikabidi nipambane, nikabaki pale. Nikawa kama under 20 na senior, under 20 senior. Basi ikaenda tukacheza pale mashindano under 20, kwenye senior nikihitajika naenda labda hivyo yani. Unajua zile maisha ya under 20 yale. Kama kitokea kuna opportunity labda timu kubwa kwa brother labda kaumia, labda kuna kadi, yani kuna jambo lote limetokea ambalo linahitajika, unaweza ukaenda ukacheza au ukakaa benchi tu kuongeza tu ile idadi. Basi nikacheza pale Mtibwa, tuka under 20 pale, tukacheza mshindano under 20. Nakumbuka tukapataga mashindano ya under 20 ya under 20 za ligi kuu za vijana. Tukawa tunacheza home and away. Nikatoka national team ya under 20 tena. Kwa hiyo tukacheza mechi na Morocco. Uwanja wa Uhuru uwanja tuliwafunga pale 1-0. Sasa ile mechi kuna agent mmoja alikuwa amekuja kwa ajili ya wachezaji wake tu pale na isikuwafuatilia nini. Na pia huyo agent kuna baadhi ya wachezaji na wasiliana nao hapa Tanzania ambao kesho kufanya nao kazi baadhi, ambaye alimpeleka Msova kule Jadida yule pale tu Aridi. Basi nikaweza kucheza ile mechi, kaisha. Mechi ilivyoisha nikarudi tu nyumbani nikamaliza, nikaanza kambini Mtibwa. Ndio kuna mshikaji mmoja akawa amenicheki pale Mtibwa. Anaitwa Swabri, kipindi hicho alikuwa kama mwanasheria. Bwana kuna 1 2 3 hivi na hivi na hivi. Nikamwambia sawa, haina shida. Kweli nikawasiliana na yule mshikaji.
tukafanikisha lile jambo, tukaongea naye, nikamwambia mimi niko na contract na hapa na hii team. Kwa hiyo cha kufanya itabidi kwanza uwasilishe kwa uongozi wangu, ujue nini kinachoendelea kuhusu, sababu mimi sina nalifahamu ila na contract. Ndio uzuri nachoshukuru Mtibwa bwana hawakuweza kuleta kipingamizi, sababu Mtibwa nadhani nikasema ni kama baba na mama kwangu. Kwa sababu wao ndo wanajua mimi nimeanzia wapi kwenye mpira. Yaani kuna namna moja nyingine wao ndio wanahusika kwenye mafanikio yangu kwa kiasi kikubwa. Mtibwa pale wakaongea naye yule mtu, mambo akajua situation jinsi ilivyokuwa, akaniambia basi unaweza ukaenda kwa majaribio. Ilikuwa majaribio kama ya wiki 2. Kweli huko mashindano ya 20 yanaendelea, ikabidi mimi niende Morocco. Uende Morocco. Basi nikafika kule, kipindi kile nakumbuka yulipopo muda wa AFCON ilikuwa inafanyika Egypt. Na sisi pia tulikuwepo. Tanzania pia ilikuwepo. Basi nikafika kule, nikafanya trial siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya tatu, kama siku 4-5 hivi nilifanya. Nikawa nimepita. Wakasema huyu tumsainisheni, bado mdogo ana muda wa kukua. Kwa hiyo haina haja kukaa wiki 2 hapa. Kwa hiyo msainisheni. Kuna kocha nilimkuta anaitwa Baduzaki. Kwa hiyo nikasaini contract pale, wakaniambia una saini then unaenda, muda wa kurudi pre-season utakuja na kaka yako. Nani ambaye? Msuva. Ambaye kwa AFCON kule. Nikasema sawa. Basi unajua ile kama ije leo tena sasa. Kwa sababu ilikuwa ni furaha. Furaha sababu nilikuwa na wish siku nikacheze mpira nje ya nchi, nione yani kuna utofauti gani, kuna mazingira fulani hivi unakuwa unabadilisha. Basi nikarudi Tanzania huko, nikamalizia mashindano ya 20 yale. Baada ya kumaliza mashindano tukawa tumechukua ubingwa, nakumbuka. Nikawaaga wachezaji wenzangu pale kwamba mimi nimefanikiwa kule nilipoenda, wakanipa bless zote wote wachezaji pamoja na viongozi, walimu. Nikawaaga pale na wakanibariki, wakaniambia kila laheri. Ndio safari yangu hapo kwenda Morocco ikapoanzia. Nikaenda pale, kafika Morocco kule nilisaini kule contract ya miaka kama 4. Nikacheza mwaka wa kwanza pale Jadida, mwaka wa pili nikacheza tena. Nilirudi huku ikabaki miaka 2. Ilibaki miaka 2 wapi? Ya huko. Na kule. Yaani mkataba wao ulibaki miaka 2. Nilitumikia 2 baki miaka 2. Kwa sasa nikaudigi huku national team ya 23 Ethiopia. Tulichezaga mashindano 23, tukachukua ubingwa. Kwa hiyo chini ya kocha Kim Posen alikuwa na Shedrack Nsajiko. Sasa before ile tournament kuanza, tulikuwa tuna mazungumzo mazuri na mwalimu kipindi nipo Morocco kule. Akaniambia sababu alikuwa kashakabidhiwa team tayari, senior team. Akaniambia sasa wewe huko unakuwa uchezi, alafu huku national team ukija itakutanigia vigumu mimi kukuita kwanza timu ya taifa. Alafu pili utazua maswali mengi kwa wapenzi wa mpira, huyu achezi na hivi, unajua zile. Akana nishauri kama mzazi, sababu Kimpose naweza ngasema naye ni mzazi wangu ambaye sababu amenijenga kuanzia under 17 na hizo watu wengi wanafahamu. Na alikuwa ananipa nafasi, ananitumia na kanitengeneza kwa kiasi kikubwa sana. Kwa hiyo kanaongeza sasa, sio kama coach, kama mzazi. Akanambia bwana Niki, cha kufanya sasa inabidi utafute timu ucheze. Sio kwa sababu tu unacheza nje, unakaa tu nje una nini, ila uchezi hauwezi kuimprove kitu. Utakuwa tu unacheza tu nje, utachukua sala leo, bonus sijui nini, utarudi home, ila end of the day contract kishaisha, wanakupoa na wao nimemaliza. Kweli hawataka kukuongeza kwa sababu hauna unachoa offer. Kwa hiyo inabidi utafute timu ucheze ili iweze kuimprove. Ni kweli ile maneno aliniingia. Nikasema anachokizungumza ni cha kweli. Mimi bado mdogo. Haimaanishi kwamba kukubali kukaa nje tu hivi kulizika kwamba ndo nimefika mwisho wa maisha. Basi ikabidi nifanye decision, maamuzi magumu. Ikabidi mtafute Msuva kwa mtu wangu wa karibu sana, mtu mshauri. Nikaongea naye bro, ngamwambia bwana bro, uko 1 2 3 hivi na hivi na hivi na hivi. Mimi nachoomba bwana, kama nataka nivunje mkataba hivi kule, ila kuna hela zangu inabidi wanipe wale. Umeona? Akasema wazo zuri, ila ungevumilia kidogo, pambane.
kwa sababu you have a time. Nikamwambia bro, upo sahihi unachokisema, ila kwa sasa hivi kwa umri wangu, kwa vijana wenzangu unavyowaona wapo wanacheza, mimi nipo tu nje naenda na kurudi, na as long wewe unajua kila kitu, kila kitu unafahamu kuhusu mimi, haina haja kwanza nikuelezee kuna 1 2 3, unajua tulopitia maisha yote tuloishi, unafahamu kila kitu, changamoto zote unazijua unazozipitia, mazingira nyumbani, familia huko tunazoziacha, yani anajua kila kitu, yani sina haja kumuelezea. Akasema kweli mdogo wangu, kwa hiyo maamuzi yangu mimi bro nataka kurudi Tanzania. Ngoti na nyuma. Ingama sasa nitafanyaje? Of course tuna sintofahamu zitokea mimi na yeye, sababu kwa mdogo wangu hivi na hivi. Alikuwa anataka ubaki. Najua in short alikuwa katika good way ya kuprotect kile kipaji changu kwamba kiendelee zaidi kupitia ile njia. Ila kwa upande wa pili ukiangalia naweza nikasema haikuwa sehemu sahihi kwa wakati ule. Yaani haikuwa sehemu sahihi. Sababu nilikuwa bado mdogo afu kuna changamoto nyingi ambazo nyingi kwenye football. Kwa hiyo alizikawa kila siku zina na kuchanganya. Afu paka kuna muda unakaa tu peke yako hivi unasema unalia. Umeona? Si vizuri sana kuzeka kunini kusema uzungumzie nini na nini, ila kuna changamoto tunaanza hapa na pale ambazo ukiwa na umri mdogo kama hujawahi kukutana nazo katika football, ndio first time unakutana nazo. Lazima tu, yani lazima kuna vitu havitokuwa sawa. Kwa nashukuru zile changamoto naweza kusema kwa namna moja nyingine zilinijenga sana niliporudi Tanzania. Basi niliporudi Tanzania huku nakumbuka nikaudigi KMC. KMC pale nikarudi gira bado nikawa kama na msongo wa mawazo. Nikacheza pale KMC hapo. KMC pia yenyewe niko sichezi, sikuwa na namba ya kudumu, nisiwe Mungu. Leo nacheza, kesho sichezi, hivi na hivi, yote kichwani sikuwa. Sababu kwa nafikiria naona kama nimepoteza kila kitu, yani badala ya kutoka kule kurudi huko. Yani kajiona kama mimi ni nothing, hamna kitu tena. Ila kuna baadhi washauri wakanishauri, kama yule naweza kumzungumzia kipindi sasa alikuwa CEO wa Mtibwa, sasa hivi amekuja Simba. Swabli. Ni mtu ambaye naweza kusema alikuwa ni mtu wa muhimu sana kwa kipindi kile kwangu mimi, na namshukuru sana. Sana. Ajabu sana kunirudisha katika ile hali yangu. Anambia hamna hiyo. Badilika au kubali na situation, maisha sababu bado mdogo, utarudi tu, kikubwa focus, maneno ya kunitia hope nini. Of course nikasema bro, mimi cha kufanya hapa ili nisipotee kabisa, naomba msimu wangu kisha hapa mimi tunarudi Mtibwa. Nikaanze tu upya. Kwa sababu yani kuna maisha fulani hivi Mtibwa tulikuwa tushajizoesha, yani tushazoea, yani unajua maisha fulani hivi yani ya familia, yani nikiangalia hivi nimemwona Diki, nikimwangalia hivi nimeona Kibwana, sijui mara Msheli, mara sijui nimeona Frankie, mara sijui Jojo, mara sijui nani kocha, mara Zubeli, mara sijui yani walezi ni wale ambao kwa nao mara uka kipindi upo mdogo wale kwa anacheza, mara kastafu kaja kuwa kocha tena pale yani unamuona yani afu kiangalia hapo ni nyumbani Morogoro. Basi msimu ukaisha pale, KMC wakataka niongeze mkataba. Nikaenda paka ofisini kabisa hivi. Kaongea nao pale nini, muda huo nikaenda ofisini pale halmashauri yao Kinondoni pale. Kinondoni. Nikaenda pale nikakutana pale nikaongea nao, tukaelewana vizuri tu na tukafikiana kila kitu kawa sawa. Yaani nilipotoka nje nikasema Mtibwa niliwaambia kwamba nitarudi msimu huu. Alafu muda huo Swabli ananipiga sana simu. Pale alipokuwa pale halmashauri yao na Mtibwa ambapo fikiaga sio mbali, Itumbi pale. Sio mbali na Swabli yuko pale. Hapo sija saini, tumeenda kufanya tu negotiation, tumazungumzo, tumepatana kila kitu KMC. Nikatoka pale nikabidi sasa niende wapi? Itumbi pale. Kwa na Mtibwa. Unaona pale mtana na Swabli. Swabli nikaongea naye akaniambia inabidi urudi hivi na hivi na hivi na hivi na hivi. Nikamwambia bana nimeongea nao 1 2 3 hivi na hivi na hivi na hivi. Akaniambia Niki wewe njoo. Mimi nitakupa hivi na hivi na hivi na hivi na hivi. Nikasema kwa ni familia nyumbani. Nikasema sio issue. Kipindi kile Wota alikuwa kama CEO wa KMC. Wota kama CEO.
sasa hivi meneja wa Yanga. Kama sio kipindi kile. Ndio muda mwingi ambao tulikuwa tunaongea. Na ndio wewe mlikubaliana sasa manake kwa mazungumzo. Baadhi ya viongozi walikuwepo pale. Ikabidi sasa nifanye maamuzi magumu tena. Nikasema bwana tena leo nasema nimeita usnitch. Unajua yani mwa snitch. Basi ikabidi mimi ni saini Mtibwa. Kaudi Mtibwa pale. Nikasema sasa mimi nimeanza upya. Wacha ni focus. Maybe labda nikiwa huku huenda labda naweza nikawa na concentration sana tofauti labda nikiwa na timu nyingine hizi. Sababu hapa kidogo nimepazoea. Na kuna ile amani tunakuwa nayo yani kuanzia kwenye kichwa huko kila kitu yani uhuru nini yani unakuwa comfortable. Basi nikarudi Mtibwa pale nikasaini miaka miwili. Nikamshukuru Mungu pale Mtibwa bana, hata miaka miwili sikumaliza. Mwaka mmoja sikumaliza, nikacheza miezi 6. Ndio nikapataga offer ya Singida. Singida wakaja pale. Mimi nikasema Swabi, na akaniambia bwana Singida wanakutaka. Na hapo upakisha mwaka mmoja na nusu. Umecheza miezi 6 tu. Kwa tunafanyaje? Unaenda au unabaki? Sababu viongozi hawataki ubaki. Umeona? Nashukuru Mungu nilikuwa na kiwango bora. Kipindi hicho nakula winga yangu hiyo. Nakula nafunga yani. Ufunga sana. Yaani basi tu wanadamu. Umefunga sana. Nakumbuka kuna mechi pale pale wapi Manungu Tuliani. Sikumbuki ilikuwa na nani? Winga na kuona uko kwenye position ya striker afu ule mpira ukapiga kwa juu yani chuma imeingia. Mechi na Mbeya City. Nilipiga pa juu hivi. Sio Mbeya City. EF sahihi. EF tulifunga 3. 3. Afakumbuka ile mechi nilikuwa nimetokea sabu. Basi nifunga kweli. Nikatoka hapo nikaenda Singida. Singida kufika kule tena nikasaini kule, nakumbuka nilisaini miaka 3 Singida. Inabidi Singida wavunje mkataba wangu wa Mtibwa wa mwaka 2. Nikacheza miezi 6. Kule mwaka mmoja na nusu inabidi uvunjwe walipie, alafu nikaenda kujoin nao. Nikasaini miaka 3. Kufika kule miaka 3 nashukuru Mungu nikawa kwenye sababu nenda kwa dirisha dogo mwezi 12. Nashukuru Mungu ule mwendelezo wangu ukawa bado ni mzuri. Na watu zunguka kutana na kocha yule Hans Plujim yule na Lule. Nilikutana nao kule, nashukuru nifanya nao kazi vizuri, walijitahidi baadhi ya matatizo yangu kunirekebisha kwa sababu kule kidogo Singida nikasema nilikutana na wachezaji kidogo experience player. Nilimkuta Meji Kagere, nilimkuta Mr. Ambwe tunamalizia, Kazadi, nitakuta na Bruno. Sijui wachezaji quality Pasco hawa yani wachezaji ambao wana quality kubwa mwakuta kwa hata uchezaji wao kidogo lazima uimprove tofauti kujenga pia tofauti unapocheza timu ndogo na kule mtu vitu tofauti. Alafu na unajua unapokuwa timu ndogo umuhimu wa mechi wa timu ndogo na umuhimu wa mechi wa timu kubwa ni vitu tofauti. Unajua timu kubwa inapocheza wao wanachojua wao wanataka kushinda, swala sio kufungwa, sare alipo. Unajua timu ndogo huko sometimes unatakata sare tu. Hata mkifungwa 1-0 unakuta bana na Simba au na Yanga nyinyi mnashangilia, unaona tumepambana, ila kule ndizo mambo hazipo. Ngabidi sasa nibadili. Sasa nimeenda kule, mimi sikufiche, mimi namba winga nilikuwa nacheza pale Mtibwa, yani nilikuwa sipo comfortable sababu namba ambayo naanza kacheza ila kuna yani sipo comfortable. Makosa ni mengi unaweza kufanya, unajua, ila sasa kuna mtu unaweza kulaumia, unaona sio position yangu, umeona. Sasa kufika kule kabisa sasa ni direct nimwambie mwalimu, bwana mimi nacheza namba 3. Yule kocha akaniambia mbona tumekuona wewe kwa unacheza winga? Nikamwambia winga nimecheza tu kwa sababu yeye mimi na namba yangu ni namba 3. Na kipindi kile nimeenda kule namba 3 alikuwepo Shafiki Batambuzi na Yasini Mustafa yule kwa Yanga. Ndio akuta kwa kama namba 3. Kocha akaniambia namba 3 hapa hapo wawili. Na ukicheza namba 3 mnakuwa watatu. Nikamwambia mimi nataka kucheza position yangu namba 3. Sababu winga baba ukiangalia kule, winga timu ndogo si unacheza huku unaona unajua ila kule unakuta mawinga wana quality bro.
yani unakuta kuna ule Nokiata sijui una ule Brazil ule kwa garage namba 5 Singida Danilo sio anapiga sana vienga hivi mrefu mwembamba hivi alisumbua sana sema tu injury na bahati mbaya ndo zikaanza kumrudisha chini. Hewa kina wale sijui bado kuna quality player Kaseke mwenyewe nilimkuta akina Bruno hawa yani kuna wachaji experience mbele wapo kina Kalia. Sasa mimi nikaanza compete leo na watu wa mbele tena sio kweli. Bwana tucheze position yangu tu hata nikikaa nje yani niko katika position yangu. Basi yule kocha akaanza kuna mechi yangu ya kwanza kabisa ilikuwa Mbeya kule. Niliingia sabu mechi na Prison. Niliingizwa kama winga. Timu ilikuwa inaongoza. Uliingia kama winga ila kwa sababu tunajua muda za mwisho zile kuna kudefend. Ile mechi niliingia nikacheza vizuri. Kama kocha kuna kitu kama amekiona. Akaniambia wewe nitakutumia kama winga sasa hivi. Nilikubali kwa sababu ndo bosi wangu. Ila kwenye nafsi yangu nikawa nasononeka. Kuna raha na kupotea. Yeye akasema sawa, acha nipambane nione nini kitachotokea. Basi mechi iliyofuata tukacheza na Dodoma. Nikaanzishwa. Nikaanza kabisa kama winga. Hakuna siku nilikuwa na stress kama siku ile. Kwa sababu ngasema mechi na Dodoma. Alafu hiyo mechi yani kuna umuhimu mkubwa sana Singida anatakiwa ashinde hiyo mechi. Umeona? Alafu mimi nimeanzishwa winga. Alafu kuna watu wanakilizao timamu, wengine hawajavalishwa, wengine wako benchi pale. Sio, umeelewa vizuri? Ikitokea mimi pale mule ndani ile position nimeenda kuleta miayusho. Ina maana ni kwanza nitamwangusha kocha, alafu pili nitakuwa nimejaribia. Umeona? Basi namshukuru Mungu ile mechi ilikuwa na kiwango kizuri. Na tulishinda 1-0. Uwanja wa Jamhuri pale Dodoma. Dodoma pale. Ilitoka kama dakika kama 80 na kitu hivi. Ilitoka. Ndio kuanzia pale ndio safari yangu kaanza. Mimi nikawa winga tu. Singida mimi ni winga cheza. Labda itokee labda siku labda Shafiki. Labda kuna shida. Tuna mechi kama ngapi tunacheza fullback namba 3. Mechi hata 2 sijui kama zinafika. Sizani. Ya mechi nyingi ni wanacheza kama ni winga, kama winga tegemezi. Yaani nacheza tu kila siku, nacheza. Of course nikawa kadri siku nazidi kwenda nikazidi kuizoea ile position, ideas zikaanza kuja, mwalimu ananielekeza fanya hivi, kwa mpira uko huku fanya hivi, kwa sababu ni position nyingine. Unaweza tu kujichezea tu kama kacheze winga na kujichezea tu, ila hujui namba inatakiwa ucheze vipi kwa muda uwe wapi. Mimi ngajichezea tu kwa sababu nimeambiwa nicheze. Ndio namshukuru Mungu baada ya ligi kuisha. Kabla ligi kuisha mechi kama 3-4 hivi ndio tetesi kazi imeanza masuala ya Yanga. Yanga hapo nasema kule hakuagi hata kuniambia chochote Yanga kama wanahitaji au vipi. Ndio sasa kabla ligi kuisha. Hakuagi kuniambia kama tunakumhitaji mchezaji au la, tunaanza test tu. Tunakumana zianga tu mtandaoni sababu sina nalolifahamu. Kweli imeenda dakika ya mwisho ndio nikaja. Ndio jambo la Yanga likawa la kweli na undani zaidi. Ndio nikafikishwa hiyo habari. Basi nikaweza kujoin na Yanga. Nikaenda kama loan. So pale nimecheza miezi 6 tu Singida. Kama nakumbuka Singida nilikuwa nimeenda dirisha dogo. Nikamalizia ligi ivoisha pale. Nikabakisha Singida miaka 2 na nusu. Kwa ile nusu msimu unaocheza Singida kabidi niende Yanga kwa mkopo mwaka mmoja. Kufika Yanga pale ndo nikacheza. Mwaka mmoja ule mkopo ulivoisha ikabidi nirudi wapi? Singida nikatumikia mwaka wangu 1 na nusu unaobakisha. Ndio ikabidi Yanga na Singida wakae chini wazungumze jinsi gani ya kununua mkataba ili mimi nije mazima pamoja. Ndio nikabaki Yanga pale, nikasaini Yanga pale miaka 3. Nikacheza mwaka mmoja. Ndio mwaka mmoja nilipocheza kabaki miaka 2. Kwa mwaka mmoja ulivoisha, baada ya pale kuna mambo ya kuwa okay. Kwa hiyo baina ya uongozi na mchezaji ambaye mimi mwenyewe tulikubaliana pande zote mbili kwa bila tatizo lolote yani. Kavunja mkataba wote. Wakanipa baraka zote tu. Kila laheri. Kwa hiyo nikarudi tena Singida pale. Singida tena ndio Singida nikacheza tena miezi 6. Singida kucheza miezi 6 ndio nikaja nilipo sasa hivi.
mpaka sasa hivi uko Simba. Mwishoni huko nitakuja kwenye historia yako, kuna kitu nimekipenda. Nadhani pia vijana wengi pia watajifunza kupitia hii historia yako. Nitataka kujua baadaye kuna yani sijui nileke vipi ili swali unielewe, kuna mentality ipi ambao unajiwekeaga wewe mwenyewe, kwa sababu ukiangalia story yako kama story yako inavyosema, yani kila baada ya sehemu unapokuepo kwenye hii miezi 6, yani unaendaga na mentality ipi? Kwa sababu pale unapoanguka tuseme hii miezi 6 unatumika kujiinua na unainuka haswa, kwa sababu ukiangalia sehemu nyingi zote kutoka KMC umeenda Mtibwa miezi 6 ile umepushi, upo Singida miezi umepushi, uko Yanga. Yani unakuaga una mentality ipi ambayo unapoanguka unainuka nayo? Unajua watu tunatofautiana. Kwa kila mchezaji, sio mchezaji tu, kwa kila mwanadamu ana ile spirit yake ambayo amejiwekea, ambayo anaishi nayo yani muda wote. Na si vizuri sana kuwekea watu, ila tunaweza nikasema kwanza namshukuru Mungu. Kwa sababu siwezi kusema kwamba najua sana miezi 6 naenda hapa, miezi 6 naenda hapa. Kwanza namshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu yeye ndo anayejua kesho yangu iko vipi, ila sijawahi kukata tamaa. Kitu cha kwanza hicho. Ndio mentality kubwa ambayo ipo katika akili yangu. Siwezi kukata tamaa kwenye moment yoyote. Nitachukulia kama changamoto ya kunikuza zaidi na kunijenga zaidi. Ushanifahamu? Ili kunifanya mimi kuwa bora. Kwa hiyo sasa nahisi kile kitendo ninavyokuwa nakichukulia kwa usiri aje hapo kukifanya kwa muda ule, ndio najikuta badala dirisha kuwa open. Kuna moment nyingi zinakuwa zinatokea pale. Umeona? Kwa hiyo naweza kusema namshukuru Mungu kutokata tamaa kwangu. Sasa. Na hii karia yako yote aswa, yani ni mtu gani ambaye kwako alikuwa na mchango mkubwa sana kuhakikisha kwamba unafikia katika safari yako ya mafanikio hapo ambapo leo hii upo? Bro, naweza nikasema wazazi wangu. Wazazi. Wazazi wangu bwana. Tena hata hususa nahisi nilipotoka Morocco pale ndo nilikuwa naenda kuachana na mpira. Kwa sababu vitu nikutana navyo kule, nikija huku Tanzania hamna, so vikutani navyo. Sasa unaona ni kama kuna kitu kilikuwa hakipo sawa kule. Kwa hiyo unakuta likizo ukirudi hivi, ukiwa unaondoka kwenda kule, unajikuta unatamani hata kulia. Sababu unaona kabisa naenda tena kwenye matatizo. Umeona nilikuwa na furaha tu ya wiki 2, sio wiki 3. Naenda tena kukutana na ikaeka. Ila nashukuru Mungu, wazazi wangu walikuwa watu kipaumbele. Japo hapo nyuma kipindi nasoma nilikuwa mtiti kidogo kucheza mpira, ila baadaye wakawa watu muhimu zaidi kwenye mafanikio yangu. Wakawa kuombea kwa kunikinga, yani kwa kunishauri, kuongea au kunipa hope, kwa sababu na imani wazazi wetu ndio wana baraka zetu. Kweli kabisa. Ndio wana kila kitu chetu. Hata mzazi anapokuonea neno baya ni rahisi, kama sio leo au kesho, basi ipo siku tu. Kuna kitu kitakukuta kupitia yale maneno wanakuambia. So maneno huumba. Kwa hiyo nachoshukuru wazazi wangu, walikuwa wanatumia kauli nzuri sana kwangu mimi, kunisupport mpaka hapa. Na ni changamoto gani kubwa ambayo ulikuwa umekutana nayo wakati kipindi unaanza kutafuta nafasi ya kuanza kucheza mpira sasa katika level naweza nikasema ya kulipwa, yani mpira wa professional? Yani changamoto gani kubwa ambayo ulikuwa umekutana nayo? Yani nje ya nchi au hapa Tanzania? Hapa Tanzania, kipindi ambacho unaanza sasa kuingia pengine Mtibwa, pengine kama unavyosema safari yako umeanzia kwenye timu ya Njombe Mji kwa mkopo. Yani changamoto gani kubwa ambayo ulikutana nayo kipindi ambacho unaanza sasa katika soka la ushindani lile la kulipo kabisa kama mchezaji ambaye professional? Bwana, changamoto ambayo nakutana nayo mimi bro bwana, na huwa inajirudia mara nyingi hicho kitu. Nakiona mimi naonekana mdogo na walimu. Yaani trust na kwa ndogo, yaani mdogo. Hata kule Morocco ujue, nilipofika kwa kama fullback, kocha alivyoniona yule mazoezini pre-season ile, akanambia wewe kucheza fullback wewe mdogo umelegea. Yaani upolonyoronyo. Cheza winga. Umeona? Kwa hiyo hata huku pia kuna baadhi ya hivyo vitu vinatokea unaviona. Yeye anashukuru Mungu
mpaka sasa nilipofika kuna namna moja au nyingine nimeshaizoea ile situation na nishaweza jinsi gani ya kuiendo hata ninapotokea napata nafasi kutokana na umbile langu badogo hivi mdogo nijue jinsi gani hapa nifanya nini ili kuweza kumwaminisha yule mtu ambaye aniamini kutokana na umbile langu. Na hii sio changamoto kubwa sana ambayo nimepitia. Kibabage bwana, mimi ni miongoni mwa watu ambao nimefika sana Morogoro. Nikifika Morogoro kuna story ambazo nasikia Kibabage alikuwa anaitwa Messi. Kabisa, yani ni story ambazo nasikia kabisa kwamba Kibabage alikuwa anaitwa Messi. Hili jina la Messi kwa kwani lilikuwaje? Hebu tupitishe kwanza kwenye hiyo story tujue kwanza Kibabage Messi. Yani Messi wa Morogoro Kibabage. Yani kuna uhusiano gani hapa? Bro, mimi nilikuwa nafunga sana kipindi hicho nasoma. Pale kwenye academy yetu ya Moro Kids nilikuwa nafunga. Mimi nacheza mbele, nacheza namba 10 kipindi hicho. Na jina la Messi bwana, sasa nikasema kutoka na position nilikuwa nacheza na labda na mguu nilikuwa natumia, afu nilikuwa nafunga sana, afu ngoga captain. Kuna mwalimu wangu mmoja kwenye taasisi ile ya Moro Kids ile ina madaraja na likaili. Sasa huyo mwalimu wetu akapokuwa wadogo chini ya miaka 15 ndo akina sio ndo huko nilikuwa nipoanzia mimi alikuwa anacheza hiyo position niko yani mbaya sana, sijui sasa inakuwaje yani kwa hivi sijui watatu wangapi mbaya sana nilikuwa nafunga sana. Basi ndo imeenda shule sijui hizi ligi za madarasa sijui interclass sijui nini, yani ikiisha tu lazima ni mfungaji bora. Lazima ni mfungaji bora, yani cheza mechi na shule yetu Morogoro Sekondari. Hata Diki ukimuuliza anaweza akakwambia unani watu wa Morogoro wote akikumuuliza nilikuwa nafunga sana, yani nafunga yani mechi yote lazima nikufunge. Sio umeshanifahamu. Ni kama vile unalapuga World Cup. Asipokufunga na assist. Basi ndio ilikuwa hivyo. Kwa hiyo basi maisha yameenda hivyo. Yameenda. Kuna mwalimu mmoja ndio alianza kuleta dosari. Ndio alinitoaga kule. Akakutoa kwenye namba 10 pale. Kuna siku tupo Moro Kids hapo, nipo ya wadogo. Moro Kids ya wakubwa walikuwa na mashindano. Na batatu wao walikuwa namtegemea. Siku hiyo yeye akucheza timu ya Moro Kids. Alirubunika kaenda kucheza kama ndondo. Akawa timu ya wapinzani. Kwa hiyo kocha wetu kidogo ule mtu wa nidhamu sana alikuwa wakubwa. Anaitwa Hussein Mao. Ikabidi amtafute mwalimu wetu kwa wadogo. Bwana anamuomba Niki aje kucheza huku. Mwalimu wetu akakataa. Akasema au bado mdogo mtamkomaza na nini. Unajua maneno wasema mwalimu wetu sio anatupenda, anatukumbatia, anataka tutoke. Anaamini tukienda kucheza kwa wakubwa kule, mashindano ya lika letu huku tena tunaonekana sisi wakubwa, hatuwezi tena kucheza, tutaweza kumsaidia. Wakasema sitaki aende nini. Basi ugomvi kwa hivyo. Basi afika dakika ya mwisho kwa sababu ile Moro Kids ni moja. Yeye ni ya wakubwa. Ikabidi kishingo upande. Ikabidi niende. Ndio siku nyingine kucheza kama namba 3. Nimecheza tu hivyo. Sasa kocha wetu akasema huyu Niki bwana anacheza vizuri tu. Yule sana anatusumbua. Ngoja. Nige sasa hivi nakupandisha utakuja huko wakubwa. Mwalimu wetu Yesu ndo hataki kusikia kabisa mimi kutosa mimi kwa captain. Hataki kulisikia hilo swala kabisa mimi kwenda kwa wakubwa kule. Basi nikoje kwa wadogo huku na kwa Messi yangu kama kawaida. Na nafunga kama kawaida. Nikija kwa wakubwa huku akula fullback. Basi timu ya mkoa zikaanza kwenda hivyo na sometimes yani kama sina namba maalum sasa. Hata mimi nikikaa hivi na kwa sijui nitapangwa wapi. Kocha akijisikia atanipanga winga. Kocha akijisikia atanipanga fullback. Sasa ni decision ipo kwake. Yani kama sijui nipo wapi. Uko wapi? Ndio imeenda timu moja hivi ilikuwa ichaguliwaga pale ya Airtel. Ilichaguliwaga. Umeona? Ila kwa bahati mbaya nikakatwaga. Yaani hata niko nyumbani Morogoro nilichaguliwa nikakatoka kwa Morogoro. Sijui vitumika vigezo gani. Nikapotezeaga. Nikaendaga Aspire tena kama Messi Uganda. Hivyo kama Messi winga naenda nafunga. Hivyo ndio naenda hivyo. Basi nakumbuka timu ya taifa na 17 hivyo kujaga Morogoro.
kucheza nao mechi. Mimi sasa mimi nikabidi sipo kwa wakubwa tena, kunipo kwa wadogo wenzangu. Wadogo wenzio. Ikabidi nicheze namba 10. Namba 10. Na siku ile nicheza vizuri sana ila sikufunga wala sikuassist. Yani nicheza vizuri tu siku ile. Basi nikachaguliwaga. Kandaga sasa national team ndio sasa kwenye mchujo wa mwisho tukutana na Kimposen, Bakari Shime, wachezaji kama 80 tu 70 tuko pale Karume pale. Mchujo ukatoka Arusha, mtoka wapi sijui wapi. Ukija sasa kwa wakina Messi wapo. Unajua wakina Messi? Wako kibao. Wako hivi. Sasa nikaangalia wala. Tupo karibia kama 20. Namba hii? Namba 1. Nikachekecha nikaangalia namba 3. Wapo watu wawili tu. Namba 3. Hawa wanavyokuambia. Kuna mmoja yupo Geita anaitwa Shilole. Na kuna fullback mwingine alikopo mtoto wa Dodoma anaitwa Faraji. Au kwenye timu walikuwepo muda mrefu. Sisi ndo tumekuja sasa kama trial ya mwisho sasa. Nikasema hapa mimi nitabidi nijichanganye, mimi nitafullback kwa hapa chacha. Hapa katika wawili hapa mmoja inabidi atoke. Ukayo wewe. Yaani wabaki nyewe wapo wawili. Maana washajaminisha, wana zikipangwa timu, mmoja atina matatu ya huku, mmoja na matatu ya huku. Kwa mimi nikienda pale, nikipambana, ina maana naweza nikamtoa mmoja, nikawa mimi kati ya huku na huku. Kama sio nafasi ya kwanza basi nipambane na nafasi ya pili. Nikasema basi hamna shida. Mimi nikajipeleka kule. Makundi huku na huku watu wakaanza kucheka baadhi wananijua. Messi imekuaje? Nikaondoka namba 3. Oya, kulikuwa watu wanajua mpira, nikutana nao. Wanajua mpira, yani mawinga kulikweli. Yaani sawa ndo mawinga kulikweli. Nakumbuka kuna winga mmoja alikuwa tuko na timu yetu ya taifa Serengeti katusaidia sana. Mudi Mohamed, utaona Katelo, Muditelo. Alikuwa mtoto wa Ilala pa. Nikasema huyu position siwezi kucheza hapa, nitajidanganya. Hapa tu kesho tu nitakusema begi yangu nitarudi Morogoro nitakatwa. Alafu nikiangalia kikumbele changu ni kwa mdogo zaidi hapo anaponona. Ni kidogo. Alafu niangalia kidogo wenzangu na miili. Nikasema hapa siwezi, uongo. Ngoja niende kule. Kweli nimeenda kule. Mazoezi ya kwanza tu kocha amjui mtu hapo Kimpose. Kapanga huku na huku. Sababu amjui mtu yote. Mimi kanipa tu bibs. Nikachukua bibs nikavaa na mwingine kapoa bibs. Mmoja kabidi atoke pale akae nje. Nakumbuka loka nje kwa Shilole. Huko kawaji kwa Faraji, mimi niko huko. Siku hiyo nilicheza vizuri yani. Tangu siku hiyo nikawa namba 3 peke yangu. Timu za vijana under 17 mpaka under 20. Yule kocha Kimpose akaanza kunipenda kuanzia pale, akasema wewe namba 3. Mimi nikaanza kujiaminisha mimi namba 3. Sio winga tena. Yani nikawa sitaki tena kabisa kusikia winga yani. Sitaki tena. Na kucheza namba 3. Ndio basi imeondoka hivyo. Imeondoka na jina la Messi tanki kurudi nyumbani tena. Unajua ushacheza beki tena mbele unasahau tena. Ukifika kule kukaa mbele mimi imekugonga huko. Mimi utakasofanya hivyo watu wamechukua mpira. Yaani una vitu vinakopa uwezi tena. Tayari ushakuwa beki. Basi ndio imeenda mpaka dakika ya mwisho. Jina likawa limekufa. Ila ukienda shule nilosoma ukiulizia Messi anakuambia mtu fulani. Sasa na ni mchezaji gani ambaye kipindi wewe uko mdogo ulikuwa unamwangalia sana? Yaani ulikuwa unatamani kuwa kama yeye? Ni sio muongo. Na mpaka jezi nimeipenda kupitia yeye. Shiza Ramadhani Kichua. Kwa sababu Kichua hata kwenye akademi yangu ambayo nakupa mimi ya Morewifi. Kwa sababu naomba kipindi hicho nakuwa ni captain timu ya wadogo huko kwa mwalimu wetu huyo. Majuto anaitwa. Aliniambia pambana huyu kama Kichua alianza hivi. Kichua anapenda kuvaa namba 3. Ndio basi ticha Messi kwanza leo anavaa namba 3. Naitwa Messi. Pia anavaa namba 3. Kwa sababu ya Kichua. Hata tukinaga kuna unaweza ngasema yule ni mmiliki wa kile kituo Profesa Madundo Mtambo. Kipindi cha sikukuu waga anawalika anamwalika mwalimu. Mwalimu anagaba na wachezaji wake wawili hivi, watatu kwake kula sikukuu. Basi mimi niko naenda mara kwa mara, huo mwaliko unapataga mara kwa mara nikienda kule. Kwa nikaenda kule anamwambia huyu Kichua ajaye. Basi kwa imeenda. Nakumbuka kuna kipindi hicho mama yangu sasa hivi ni kocha pale Yanga, Edina. Alikuwepo naye kama kiongozi pale kwenye taasisi, alikuwepo pale kama veterani, alikuwa ananijua. Akashakununulia viatu. Anakubali sana. Hata mimi meneja, unajua zile.
na watu ambao wamenisapoti mpaka mimi kufanikiwa. Sawa. Kibabage umepita mikononi mwa walimu wengi au makocha wengi sana, lakini ni upi mwalimu ambaye unaamini kabisa yeye alikubadilisha au alikupa kitu ambacho cha kukujenga kukufanya leo kuwa bora zaidi ambapo hapo umefika? Nimepitia walimu kweli wengi na wenye wadhifa mkubwa na kila mwalimu ameplay part yake upande wangu. Sidhani kama kuna mwalimu ambaye kuna ubaya wote aliofanya kwangu tangu nimepitia kuna tasnia yangu ya mpira, hamna. Sije kutana na mwalimu bana ananichukia, yani ananichukia, yani nisiwe muongo. Sije kutana na mwalimu wa hivyo. Hajaye kutokea. Ila naweza nikasema sio mimi. Sio mimi. Ukizungumzia vijana wengi wa age zetu hizi ambao wamepitia kwenye misingi ya mpira ya timu za under 17 hizi, lazima tamtaja Kim Poulsen. Kwa sababu Kim Poulsen ni mtu ambaye ana misingi ile ya mpira, sio first touch. Unaweza kufika pale ujui, wewe unacheza tu mpira. Ujui hapa mazingira nipige first touch, mazingira sio ni check shoulder, nikiwa hapa nataka naombe mpira ni body sio kaaje hivi. Unajua zile basics za mpira zile. Naweza nikasema nimezipata kwake. Hata ile kuna ile row ya beki. Unajua beki unaweza kwa beki, ila kuna muda una ile row unabidi uwe ya beki. Sasa kwa muda huu sasa ucheze kibeki. Unajua zile yule mzee yani kabadilisha. Mimi sio mimi, tuna wachezaji wengi sana kabadilisha, wengi. Umeona? Sahihi kabisa. Na unajua uliposema hapo nimekumbuka story moja. Mimi mwenyewe miongoni mwa watu ambao nilibahatika kidogo kupita kwenye mikono yake. Kuna kipindi niliendaga trial ya kila Kevin John ambao walicheza AFCON hapa hii. Mzee wangu mimi nilikuwa nimetokea Buza. Sasa nikupe story ambayo sikuwahi kusimulia sehemu yote. Unaona? Mimi nilikuwa nimetokea Buza. Timu yetu ya mtaani, akademi yangu ya mtaani ambayo inaitwa Sniper iko zetu Buza. Sasa hakuna bla zangu mmoja ambaye pale ni mwanajeshi ambaye anapenda sana kujaga kuangaliaga mazoezi yetu ya mtaani. Sasa alipokujaga vile akaona mdogo wangu huyu ana kitu. Unajua ana kitu. Ngoja nimchukue. Akanichukua akanyonganishaga. Nakumbukaga na kuna blaza mmoja wa kipindiko sasa JKT inaitwa JKT Ruvu. Nikaenda kuunganishwa huko. Nilipoenda kuunganishwa huko nikakutana na blaza mmoja anaitwa Kasimu. Huyo blaza Kasimu huyo, blaza wangu mmoja ambaye mpaka kesho namrespect sana kwa sababu ni miongoni mwa blaza ambao kuna namna walinisogeza katika safari yangu ya mpira. Kwa hiyo yeye akaendaga kunikanishaga na ambaye katibu wa sasa hivi Oscar Milambo. Nilipoendaga pale nikapataga usaili na nini, nikaambiwa kwamba muda wa trial sasa ukikaribia nitaenda na mimi kufanya trial. Kwa hiyo nikaudigi tu home vile na nini. Sasa muda wa trial umefika. Nikaja nakutana na mshauri mwenzangu, ndo nakutana na Kim Poulsen baba. English ilikuwaje? English wapi baba? Yaani pale ilikuwa ni issue ya ukiona wenzako anaenda huku na wewe unafanyaje? Unaenda yani. Si unajua ile kwamba mpo wengi unafuata mkumbo kwamba wao ukiona wenzako wamewasha kidole hivi, unaanza kuanza kukimbia uwanja na unaenda unaunga. Basi kweli bwana, nikaingia pale camp nini kipindi hiko wakati Pascal Msindo hao wote nimekutana nao. Umeona? Nakumbuka kuna kiungo mmoja hivi, sijui sasa hivi yuko wapi, anaitwa Jefferson. Nakumbuka vizuri kuna kipindi alikuwa Gaza Manza Makarimu. Baba ndo pale nilipojua kwamba sisi ambao tunatokea katika mazingira mtaani tunakuwa tuna vipaji lakini mpira una njia zake. Yaani hapo ndo nilipogundua kwanza mpira una njia zake. Uweze amini, mimi niko tu mtaani huko nacheza vile kikawaida nacheza, lakini nilipofika pale yule Kim Poulsen alivyokuwa anatuelekeza baba, ndo nikajua kaka mpira una njia zake. Mpira watu wanakaa darasani kwa sababu gani? Nilikuwa naambiwa kwamba kuna first touch. Asa first touch kwangu mimi najua tu mpira ngoma ikija ukikontrol vizuri ya kwako, ikidunda hiyo imekupita sorry masela. Sasa unanielewa? Kwa hiyo sasa nadhani yule Jefferson kuna misingi ambayo alikuwa amepitia. Kwa hiyo ndo alikuwa kijana wa mfano kila zoezi hizi check shoulders juu nini anapiga vizuri kiasi kwamba wewe ukikaza sasa sisi hapo tumetoka mtaani ukitaka kufanya hiyo check shoulder kirudi hivi mali shavita haipo mzee wangu. Lakini nashukuru Mungu nilikatwa katika hiyo trial. Lakini uweze amini mimi ni mtu ambaye niliondoka pale na somo kubwa sana. Yaani kufika pale katika ile trial ya wale wa kila Kevin John kila Msindo wakapita wao wakaenda katika ile mashindano ya AFCON. Mimi niliondoka na funzo, yani niliondoka na kitu kikubwa sana, nikasema mimi niko mtaani huku
kuna kazi ya ziada natakiwa kuifanya, kwamba kumbe mpira huku sisi tuliokuwa nao huku chini tuna safari yetu, yani tunatakiwa tujifunze. Kuna wenzetu ambao wametuzidi kwa sababu ya basics za mpira ambazo wanafundishwa. Kwa tangia hapo sasa na mimi nikani mtu sio kukatubu, ni mtu akona kujichanganya na watu. Sasa nipate hizo kwa sababu kimtani labda sinasifiwa na najua afu kipindi hicho msingi mbio msingi mbio tuweka pale twende kwa piga cross. Kwa sasa nilivotoka pale nikaja kugundua kwamba ili nifike huko mbele, kumbe kuna watu huko mbele wenzetu wanafundishwa mpira. Sisi tunafika hapa mazoezi labda saa 11, mmekimbia raundi 2, mmestechi, mmecheza. Umeona? Lakini kumbe wenzetu huko sometimes hawachezi mpira huku na huku, sometimes watu wanafundishwa pasi na nini. Kwa pale mimi ndo nilipataga akili ya mpira kupitia huyo Kimpose. Japo yeye hakuwa anajua kipindi hicho na nini, lakini mimi tayari nikaondoka nasoma kwamba huyu mzungu, hawa wazungu ndio wenye mpira hao kaka. Ndio. Kwa hiyo zewe jinsi ambavyo kipindi kile ambacho nilikaa kama wiki 2 pale, kwa tayari mimi mwenyewe tayari nimeondoka na somo langu kwamba ili mpira ufikie level hizo za wenzetu ambao tunakaa tunaona kwenye TV wanacheza vile, kwamba kumbe mpira una ABCD zake. Sawa. Sasa hivi Kibabage umepitia kama hivyo unavyosema Serengeti Boys, umepitia level ya hapo timu ya under 20 hapo mpaka kufikia sasa hivi senior team. Ulipata nafasi ya kwenda kwenye mashindano ya AFCON. Ni kitu gani ambacho ulijifunza hasa? Naweza ngasema AFCON nimejifunza sana. Kwa bahati mbaya sikupata nafasi ya kucheza hata mchezo huu mmoja. Nilikuwa mechi zote nilikuwa nimekaa tu bench pale naweza kuangalia, kwa sababu bro kule kuna quality player. Unaona kabisa huyu ni expensive player. Ana deserve kulipwa hiyo pesa unayoizungumza watu. Yaani kuna vitu wanavifanya mpaka unasema kweli. Sisi tuna safari ndefu sana ya mpira, kwa sababu niliangalia mechi tunacheza na Nigeria. Bro, yule Lukman Iwobi na imani siku ile hata watu walioangalia ile mechi watu waliotufunga siku ile ni hao watu wawili Lukman na Iwobi. Hao ndio watufunga. Yaani unaona kabisa huyu mtu ni maelekezo haya na mtu unaona kabisa kuna huu mpira unarudiwa, yani ni vile vile pasi anaenda kuomba kwenye shimo pale anavizia na Iwobi pasi anaichomeka pale na yule mtu ile pasi akipewa first touch yake ya kwanza ni mbele na ni speed anatoka nayo hapo kule nyuma kule wakina Baka kupoweka unajua anavyofuata miguuni hivi yaani unaona kabisa ama huyu ni quality player. Umeona alafu unaweza kaangalia yani yale mashindano unapomwona kwa mfano kwa system yetu naweza nikasema tulimprove sana kwa jinsi tulivyocheza tulimprove kutokana na aina ya wachezaji wetu waliokuwa nao. Tunanifahamu kimtoa haba kapteni ambaye tayari naweza nikasema kwa masuala ya mpira nikashavuka stage zote. Kimtoa tu kapteni labda kina Sai ila asilimia kubwa wengi wao ni sisi hapa Tanzania tu ambao tunacheza ligi hapa ndani. Huwezi kufananisha na mtu kacheza sijui England huko sijui Ufaransa sijui Belgium Spain, unajua mafunzo yao ni vitu tofauti, malipo yao ni vitu tofauti. Kwa unapokutana na watu kama wale nilivyoona washikaji wanabisha kabisa, yani watu wanabisha kulikweli, wanabisha nao. Kama tuliangalia mechi ile na Morocco pale, unajua umekaa nje hivi unaogopa kuingia bro. Unaona hapa kocha kininyanyua hapa hii ekaeka hii. Yaani kocha kinyanyuka hivi unabonyea. Unaodi hivi. Kwa sababu ukiangalia watu wanavyokimbia mule ndani wakina Hakimi, mtu anaenda narudi, hawapotezi watu mpira. Yaani ukipoteza nyinyi mpira watu hapo golini kwenu. Yaani mistake mtakaoifanya watu wanawaadhibu hapo. Ushanifahamu? Kwa hiyo ngasema yale mashindano kwa kukaa tu na kuangalia kuna kitu kikubwa sana nimejifunza. Kikubwa mno nimeondoka nacho pale kwamba haina ya uchezaji unapocheza na quality player unatakiwa ucheze vipi na aina ya uchezaji unapocheza na mtu ambaye umemzidi quality unatakiwa ucheze vipi. Sawa. Na Kibabage wewe ni miongoni mwa wachezaji ambao umecheza game kubwa nyingi, yani nazungumzia big game hasa kwa ngazi ya national team lakini pia kwa ngazi ya vilabu. Unapokuaga na mechi kubwa big game, wewe unajiandaa vipi kiakili mpaka kuelekea siku ya mchezo kuingia uwanjani vile, unajiandaa vipi?
Ni lazima kwanza uiandae mentality yako. Naweza nikasema ile mechi huichezwi siku ya mchezo. Pale tu unaweza kufanya practice. Hii mechi inaweza, kwa mfano mechi labda unaweza kusema mechi ni Jumapili. Mechi inaanza kucheza kuanzia Jumatatu mpaka kuipata Jumapili. Una siku kama 6 hivi. Ile mechi unatakiwa uicheze. Ile siku ya mchezo ile unaenda tu kukamilisha. Umeona? Kwa lazima yani uwe kwa sababu zile naweza nikasema big game yote ni zero risk. Hususa sisi position zetu mabeki ni zero risk. Kwa hiyo alikuwa uwe full concentration dakika ya kwanza mpaka dakika ambayo utakaotoka uwanjani. Hizo umefanywa hesabu, aidha labda mpira umeisha dakika 90, yani kwa dakika zile ambazo uzokopo uwanjani make sure yani unakuwa yani unakuwa ni muda wote kwa sababu unapocheza yani big game anakuwa ujue unacheza na timu ambayo ina quality. Unapofanya makosa wanakuadhibu. Imagine labda umefanya makosa ya kizembe ambao sio hujaleta concentration ya utoto labda, afu timu imefungwa, afu mechi imeisha. Ndio goli hilo moja. Unaweza utajisikiaje? Unajisikia vibaya. Kwa hiyo mimi naamini mechi inachezwa before big game, yani before ya siku husika. Lazima uiandae akili, yani upumzikaji, yani concentration yako mazoezini, haina yani ujue jinsi gani na mpinzani unakutana naye, unajua zile. Na hicho ni cha muhimu zaidi kukizingatia. Sawa, Kibabage, story gani ambayo unaikumbuka ilikuwa ya kufurahisha kipindi unasoma, ambao unaweza ukashare na sisi hapa kipindi unasoma? Bwana nakumbuka bwana, sisi shule tulikuwa wezi wa mabegi. Wezi wa mabegi? Mimi na Diki. Jobu huyu na huyu kibwana. Yeye sana na Diki. Sababu Diki nimekuja ngosoma naye darasa moja. Nimekuwa tu mchongo sana. Kitu hichi watu wengi hawakifahamu. Shule tuko wasumbufu sana. Sana. Yani makisikisa ya ajabu yani sisi tu. Sababu sisi yani time yetu muda mwingi ilikuwepo muda wa football tu yani. Yani sisi tunaanza mpira nini au tuchukue ufunguo, twende ofisi ya michezo tufungue, tuingie vyumbani, tujifungie, tuambie mtu atufungie afu funguo tupitishe dirishani. Kwamba yani ofisi imefungwa, mwalimu hayupo, kumbe sisi tupo ndani tumelala. Hatuna mchongo wa kufanya chochote. Kwa hiyo tukio bwana, kuna mtu na ndugu yangu tukikaa hivi. Yani tulikuwa wezi kabisa mabegani. Sasa kuna siku kati yangu mimi na Diki tuko kama watu 4 hivi. Na kuna mtu mmoja anaitwa Malibade na mwingine Alidi, 4. Kibwana alikuwepo. Sema kibwana yani ndio alikuwa mgeni shule anahamia. Bado hajazoea shule. Yeye tulikuwa naye. Ila mimi na Diki ndio tulikuwa ni shughuli zetu hizo. Ndio kenda asembo hivi. Sisi tunapitia kwa mabegi yao vya dada vile sikikuta kibati tunaondoka. Sasa kuna siku katika harakati zetu za utafutaji kipindi hicho tulikuwa tunabeba mabegi. Alafu siku hiyo siku ya ada ilikuwa. Walimu wanafukuza sana watu ada shule. Sasa kufukuza ada bwana, watu wakasema bwana Jumatatu usipokuja na michango sio ada, mambo ya hela alikuwa unarudi nyumbani au uje na mzazi wako. Sasa watu wengi Jumatatu wajitahidi hela zikuka. Watu wakienda assembly wanatia kwenye mabegi nini unajua zile. Sasa watu tukashashola ada mapema au Jumatatu utakopo una mipango mingi sana. Watu kuja na ada kweli. Sisi mapema tu tunawahi shule yani. Sio kwa mpango wa kusoma. Mapema tu saa 12 tumewahi. Ile watu assemble sisi chooni. Hamna watu wanaanza kupita kwenye mabegi sasa. Wengine wanakaa mlangoni wanaangalia mabegi. Sasa simtaje mtu. Ala sisi 4. Kuna mmoja kaiba begi. Sasa ile begi alimu wake. Kaiba begi la mchumba. Tulichukua begi kama 6 siku ile. Begi lile bwana lilikuwa la mchumba wake. Sasa sisi tumeondoka. Fahamu bado tata tumetulia. Sasa katika watu kujalia mabegi, maybe hela, usimeibiwa nini. Sasa akafikishwa ujumbe. Mchumbaji kaenda mtu kumlilia sasa. Na mimi nimeibiwa begi langu. Uko kuna 30 ndani. Tume. Mwana bila shike kichwa hivi.
Abida muulize. Begi lako rangi gani? Rangi gani? Lilikuwa la pinki. Lina kama lina kimdoli. Ndio hilo. Sasa hilo begi yeye alilichukua akawa amempa mwanae katika wale wanne wale. Amempa mshikaji wake. Katika wanne nawe humo manake katika nyi wanne. Katika wanne. Sasa mwana avapo habari la lile begi, ndio hili nilichukua afu begi nilimpa mtu fulani katika kugawana. Sio, umeelewa? Ikabidi sasa muaye mwenzie, bwana begi usiliuze. Lile begi la shemeji yako. Tubadilishane basi, sio nikamwambia. Ikabidi sasa sisi wenyewe si wanne tuanze bwana. Vipi basi lete hili mpelekee ulitumwa kitu basi mimi sikiliza. Ikabidi bwana begi la shemeji bwana hivi na hivi basi. Ikabidi kada sisi wanne wale yule mwenye begi ikabidi amrudishie muhusika mwenye mchumba wake. Kamrudisha lile begi. Jamaa akajifanya yani yeye ndo kaenda kupambana yani. Kumbe ndo mwizi. Kaenda kupambana yani vipi? Begi lako si ndo hili. Asante, shika. Mlipata wapi? Nimelipata huko kwa wameliiba. Nani? Wewe umetaka begi? Begi hilo hapo. Chukua. 30,000 hajarudisha. Ila begi hilo. Asante, kajiongezea akapata max nyingi. Kumbe mhusika naye yuko. Kumbe yeye ndo mwizi mkuu. Sasa ile 30,000 aliwaliona noma kuulisha. Washafanyaje? Washagawana mgao. Alafu mchezo hela si unajua tena ushinda mfukoni kwa mtu. Mtu akafikia mara 2. Wewe tukurudishie vote wewe nani? Wewe begi tu hilo linakutosha. Basi bwana mpelekee begi lake tu. Hela hii basi. Asiwe mzembe, siku nyingine mwambie asiache begi. Aende nalo asembo begi lake. Wewe unajua mbona siku tunanadiki ukimuuliza atacheka sana. Sawa, Kibabage, kipi kinakupa nguvu ya kuendelea kupambana hata wakati ambao unakuwa unapitia magumu? Yaani ni kitu gani ambacho kinakupa hamasa kuendelea kupambana hata katika nyakati zako ngumu? Kitu ambacho kinanipa hamasa ni kwamba cha kwanza naweza nikasema mimi ndo mtoto kwanza kwenye familia yetu. Na wadogo zangu 3, afu wote wa kike. Afu mimi wa kiume niko peke yangu. Kwa dakika ya mwisho wale madogo wananiangalia mimi. Umeona? Hapo na mtoto wa kike na yeye anamwangalia nani? Baba. Umeona vizuri hapo? Umeona vizuri? Hapo una mama ni wa kike huyo. Anamwangalia nani? Mwanae wa kiume. Hapo una mwanamke wako. Anamwangalia nani? Mwanaume wake, mpenzi wake. Kwa hapo ukisema wewe give up, ina maana wale wanawake wale wote mnawafelisha, wanakutegemea. Kwa hiyo lazima ujitahidi kupushi kadri ya uwezo wako. Yaani mpaka hapa sasa hapa nimeshindwa sasa. Hapa ni imeshindikana, yani ni bado utaendelea kujaribu ila mpaka dakika ya mwisho. Kwa hiyo moment hiyo waga naichukuliaga serious sana, kwa sababu najua kazi yetu ni ya muda mfupi. Kwa hiyo tunapokuwa na nguvu tunajitahidi sana tutumie nguvu zetu vizuri kuhakikisha katika hiyo kundi nilolitaja kwa upande wangu sasa tunalifanya linakuwepo katika mazingira mazuri zaidi. Umeelewa vizuri? Kuhakikisha wanakuwa happy muda wote, na hata wale wanapokuwa wanakuombea wanakutakia heri na imani baraka tosha, kwa sababu umeshikilia ndoto zao kwa kupitia wewe. Na ni ndoto ipi kwako kubwa ambayo bado hujaitimiza? Kuoa. Lini sasa natamani kuoa mzee wangu? Mimi bwana, ndugu yangu, kuanzia sasa tutarajie muda wote, saa yote naoa. Sawa. Hapa majaliwa. Amina. Nakuombea heri ndugu yangu. Sawa. Kibabage, kuna vijana ambao wanakutazama wewe kama kaka yao, wanakutazama kama kijana mfano, kutokana na situation ya lifestyle yako ya mpira. Tangia watu wameanza kukufahamu namna gani malezi yako ya mpira, watu wameanza kukutazama tangia ukiwa Gaboni, nakumbuka. Si ndio? Tangia Gaboni, Nixon Kibabage, huku national team, mara Morocco, mara KMC. Kuna watu wameendelea kufuatilia tangia ukiwa mdogo.
sasa hivi wanakutazama wewe kama role model yao, si ndio? Kuna watu wameanza mpira hivi karibuni bado hawajafikia level ambayo umefikia. Unapenda kuambia nini kijana ambaye anakutazama wewe kama role model? Nini afanye? Kwanza naheshimu hicho kitu ambacho kipo katika akili yake amejijengea, kwa sababu ananiangalia kama kioo chake labda, au natamani kuwa kama mimi au awe bora zaidi yangu kupitia mimi. Yani kitu pekee ambacho na kiappreciate kuwa katika ubongo wake, kwa sababu kile ambacho anachokifanya ina maana kuna watu wanakiappreciate. Sio wote, ila kuna mtu ambaye anaweza kujikuta tu mimi nataka niwe kama yule pale jamaa, nataka niwe kama yule, nataka nifikie ndoto kama mafanikio kama ya yule. Umeelewa vizuri? Kikubwa kwa nazungumzia sana kwa tasnia yetu hii, sababu kidogo nasema na kidogo naifahamu kuliko mambo watu wengine. Kikubwa akae kuna misingi ya mpira, nataka nini. Cha kwanza sikate tamaa. Endelee kupush, kwa sababu mchezo wa mpira bwana nkani unafahamu. Unacheza kwa huko chini kutoka tulipotoka. Unacheza mpira hujui unafanikiwa lini. Hujui kabisa. Hujui, yani hujui siku yako ni lini utafanikiwa, hujui lini nitaenda wapi. Yani tofauti na sasa hivi mtu mpo kwenye ligi, unajua hapa nipo timu fulani, nalipwa mshahara. Anacheza ligi kuu, nikipambana kidogo tu kuna kitu fulani kinaongezeka. Tofauti na huko chini. Huko chini hata upambane kidogo hivi, hata upambane kikubwa, hujui unaenda wapi. Shanifa kuna usizani kama watu wanacheza ligi kuu wana uwezo mkubwa. Usitaki kuamini hicho. Kuna watu hata ligi kuu hawajawahi kugusa. Ila wana uwezo mkubwa hata kutusaidia timu ya taifa. Sahihi. Endapo wakipata ile nafasi. Ndio kitu ambacho pekee wanakililia huko chini. Hata kipindi hicho wewe unakuwa, mimi nakuwa, tuko tunaililia hiyo nafasi tuipate. Tunamshukuru Mungu. Sio nafasi hiyo tulioipata, ila tunasema tunamshukuru Mungu kwa hiyo nafasi tulioipata kuendelea kupambania ndoto zetu. Kwa kikubwa wasikate tamaa, kwa sababu ni mchezo ambao ni mchezo wa wazi. Na ni mchezo ambao ukifanya vizuri watu wataona na watasema. Yaani haijifichi. Umeona bwana yule pale mchezaji mzuri, au yule anatuziungua. Wewe achana na mpira, fanya shughuli nyingine. Au wewe bwana endelea. Sababu ukitaka kujua ni una mchezaji mzuri au una kipaji ukiwa mdogo, angalia zile moment unazopitia. Endapo sio mtu kucheza mechi labda, watu wangapi watakufuata watakwambia wewe unajua mpira. Akaja tu mtoto mdogo tu mkane akakushika tu, yani anakuwa proud unajua zile. Kwa kuna zile moment unazikusanya, afu naangalia position ambayo upo kwa muda huo. Kama una safari bado ndefu, endelea tu kupush. Yani endelea kupush hata kama kuna moment ipi inakuja mbeleni. Kuna muda unaweza usili labda ukaamka huna chochote, yani wewe mazoezi uvivu kwenda, wewe nenda tu. Kwa sababu mpira ni hivyo, ndio kazi zetu hivyo. Sidhani kama kuna mchezaji mpira tajiri. Sidhani kabisa. Asilimia kubwa wengi mtoka mazingira duni ya kujipambania hivyo, utakimzana na mama leo, utakimzana na nani, shule sio nini, mara huku mwisho siku mpaka malengo yanakuwa yanatimia na tunaendelea kuyatimiza malengo yetu. Kwa hiyo kikubwa sikate tamaa. Kukatishaji tamaa wapo wengi katika maisha yetu ya kibinadamu. Hata mtu tu from nowhere tu huko. Kwa mfano hata wewe tu. Unaweza kupost tu kitu, mtu akaja akakomenti tu. Unajishaua. Au hujui mpira. Kwa hiyo akaandika kwa herufi kubwa. Hujui mpira. Amna anakuambia tuachie timu yetu. Una hazi ya kucheza hapo. Yaani basi tu mtu tukaamua tu kuandika. Na ukiangalia mtu unakuta maybe fake account au account kubwa. Umeona? Kwa watu kama wao unakuwa kama wanakuinspire kuhakikisha unakuwa bora ili uweze kuwashangaza. Ndio unajikuta unapofanya hivi vile unazidi kuwa bora zaidi, unazidi kuimprove. Kwa na imani kutokata tamaa ndio best way ya success. Sawa. Kibabaki kwa kumalizia bwana, kipindi changu hiki cha The Physics, mara nyingi watu wote ambao wanakujaga hapa uaga mwisho lazima niwaache na swali la challenge. Nadhani kitu pekee unachobidi kuzingatia hapa ni hili neno challenge. Kwa hiyo kipindi changu cha The Physics watazamaji wanaelewa kabisa kwamba mwisho wa kipindi hiki lazima kuwe kuna challenge. Kwa hiyo na challenge yangu uaga ni kwa swali tu. Ni swali ambalo linahitaji tu utashi wako na nini. Yanakuwa ni ya kawaida, sio kuogopesha wala nini, lakini ni la kawaida tu. Sawa. Kibabage tunafahamu
Au mimi sifahamu, basi tufanye mimi sifahamu. Tufanye mimi sifahamu. Mimi ndo nafahamu. Wewe ndo unafahamu, mimi sifahamu. Sawa? Watazamaji wangu pia wafahamu. Sasa wewe ndo utuambie. Mwaka una miezi 12. Si ndio? Unijibu sasa mbona? Naitikia itikia kwa nguvu. Mimi naongea kwa nguvu. Sawa. Mwaka una miezi 12. Si ndio? Hamna jibu la Jibu ni ndio au hapana. Nini? Jibu ni ndio au hapana. Ninapokuuliza kitu, si ndio maana yake jibu ni ndio au hapana. Sasa ukisema tunashindwa kuelewa upo upande upi. Au ndo kwa vile nishakwambia ni maswali yako ajabu lazima wale kuchukua. Ngoja nishakuelewa. Kwa sababu nilikwambia ni swali la challenge, umakini wako upo kwenye kunisikiza zaidi kuliko hata kuitikia. Haitakiwi kuwa hivyo. Yaani ni swali la kawaida. Of course swali la kawaida. Mwaka una miezi 12, si ndio? Haya, ni mwezi upi una siku 28? Mwezi wa pili. Mwezi wa pili. Ndio jibu lako? Kweli? Umekosa. Mwezi wangapi? Miezi yote ina siku 28. Kwa nini? Mwezi wa kwanza una siku 28 na kuendelea, lakini siku 28 zipo ndani yake. Mwezi wa pili una siku 28 ndio mwisho. Maswali yako kwa ajabu ya kuchanganya na akili tena. Mambo ya shule ndio kunisimulia masuala ya shule. Kwa hiyo bwana unatumiza tena kichwa tena masuala ya shule. Kwa maana jibu ni kwamba miezi yote na siku 28. Sijakwambia mwezi unaoishia na siku 28, hapana. Nimesema mwezi gani una siku 28. Kwa hiyo miezi yote ina siku 28. Kuna miezi inaendelea zaidi huko moja au 30. Lakini miezi yote ina siku 28 na kuendelea. Ni sahihi? Uko sahihi. Bwana, sawa. Kwa kumalizia, waambie hapa kwenye kamera hii watazamaji wanaokutazama sasa hivi kwamba wasisahau kuingia katika akaunti yangu ya YouTube kwa ajili ya kusubscribe na kushare. Kipindi hiki ni mahususi kabisa kwa sababu ya watu kama nyie kujua zaidi story yenu, wapi mnatokea, changamoto zipi ambazo mnapitia. Kuna vijana wanatazama kama role model, kwa hiyo naamini kupitia story kama hii ambao unashare na sisi hapa wanajifunza, kwa hiyo katika safari zao pia zinaongezea kitu. Kwa hiyo hebu ni waalike watazamaji wanaokutazama kwamba waendelee kuwepo kwenye hapo ambapo nakutazama kwa ajili ya interview nyingine kali na kali zaidi YouTube. Na watu ya YouTube. Watazamaji mnaotazama kipindi chetu hichi cha Nkane, msiache kumsupport, msiache kushare katika channel yake ya YouTube na Instagram. Kwa hiyo tuendelee kumsupport, kuna imani kuna mazuri mengi zaidi na zaidi yanakuja. Asanteni sana. Bwana, yes, kama ilivyo kawaida, yani mwisho wa kipindi hiki ndo mwanzo wa kipindi kinachokuja. Bwana, hii ni The Physics iko mezani kwako. Unachotakiwa kufanya, usisahau kusubscribe katika channel yangu ya Dennis Nkane ambayo inapatikana pale YouTube kwa ajili ya interview kali na watu mbalimbali. Leo hii niko na Nixon Kibabage. Tarajia anayekuja mwingine atatupa pia story kali na zaidi. Bwana, safi kabisa.